Rafael Simon Ndewa ni director wa kampuni inayoitwa Rafael Group Limited. Katika biashara yetu hii ya mchele tumekuwa tukishirikiana na wakulima kutoka mikoa mbalimbali nyanda za juu kusini, hususan ni katika mkoa wa Mbeya, Songwe. Katika biashara hii tunafanya kilimo cha mikataba na wakulima, hasa kwa kuwawezesha pembejeo tukishirikiana na benki ya NMB. Tumekuwa tukiwasaidia wakulima kwa maana kwamba kuanzia kuwapa utaalamu mashambani, lakini na kuona namna gani wanaweza wakazalisha kwa tija kutoka kwenye kilimo cha mazoea na kwenda kwenye kilimo cha biashara. Kwa hiyo wenzetu wa NMB tumekuwa tukiingia nao mikataba na vikundi mbalimbali vikiwa vinakopeshwa mpaka shilingi milioni 800 na benki ya NMB. Lakini pia kwenye magara yetu yaliyopo mahali hapa tumekuwa tukifanya pia stakabadhi ghalani kutumia benki ya Goa Bank. Wakulima baada ya kuvuna, wakati mwingine wanakuta bei bado hazijawa nzuri za kuuza nafaka zao. Kwa hiyo hawa wakulima wanakopeshwa pesa na benki na hatimaye wanasubiri mazao yao yakiwa ghalani, bei zikipanda wanakoboa, wanauza. Lakini pia sisi kazi yetu kubwa tumeendelea kutafuta masoko ndani ya nchi na nje ya nchi katika bara la Afrika, lakini sasa hivi tumesubutu kwenda mbali zaidi. Tumepeleka kontena moja nchini Ufaransa la mchele kama sample, na mchele huo nchini Ufaransa umekubalika. Tumekuwa masehemu ndogo kwenye vitendea kazi, tuna mahitaji ili kuweza kuifikia hiyo biashara. Mahitaji ambayo tunahitaji mashine moja inaitwa Karasota. Hiyo Karasota kazi yake ni kutenganisha kama kuna chuya imebaki, kama kuna kitu chochote ambacho si cha rangi ya mchele, kinaweza ikachambua ikatoa, lakini na kufanya polishing kwenye huu mchele ili kuweza kumaintain soko la kimataifa. Lakini pia tuna kifaa kingine ambacho tunahitaji dryer kwa ajili ya kumaintain quantity ya ukaushaji ili ufike kwenye level za kimataifa. Kwa hiyo tumekuwa na mazungumzo na wenzetu wa TIB benki ya kilimo. Mazungumzo hayo tumefanya na sasa hivi tupo kwenye mchakato wa kuandika business plan ili kuweza kuomba hiyo mikopo ili tuweze kufikia kununua hizo mashine na kuweza kuendelea na mchakato wa kusupply mchele nchini Ufaransa. Lakini tumekwenda mbali zaidi. Katika godown zetu tuna wakulima wanaotunza mipunga, tuna wakulima na wafanyabiashara wadogo ambao wanatunza mpunga kwenye magara yetu wasiopungua 500 na kuendelea. Lakini tumekuwa na uhitaji zaidi wa magodauni zaidi kwa sababu watu wamehamasika kwa sababu ya kivutio hiki cha kuwakutanisha na benki. Lakini pia tulikuwa na mazungumzo na wenzetu wa benki ya kilimo kuona tunawezaje kuwasaidia hawa wakulima wa chini, ikiwa ni pamoja na kwamba hawa wakulima wadogo wao hawakopesheki moja kwa moja na benki, lakini tulikuwa tunajaribu kuwashawishi na kuwapa modo ambayo sisi tunafikiria kama kampuni yetu ya Rafael Group Limited ikiweza kukopeshwa mkopo mkubwa, sisi pia tunaweza tukaangalia kama BOT au benki hizi zinaweza zikaturuhusu tukaanzisha SACCOS ndogo ambayo inaweza ikashughulikia masuala ya kilimo. Sisi kwa sababu tunao wakulima ambao wako committed na sisi tunawaamini, lakini imekuwa ni vigumu kwa wakulima hawa kuaminika na benki hizi za kibiashara. Lakini sisi tunaamini tunaweza kuwafikia moja kwa moja hawa wakulima kwa sababu tunawafahamu na wao wanatufahamu. Na pia ndugu mtangazaji, kingine ambacho kinaweza kikaashiria kwamba sisi namna gani tunaweza tukashuka huko chini, hapa mbele yangu unaona kuna tuzo. Hii tuzo inaitwa tuzo ya AFIF. Tumeipata mwaka 2015 nchini South Africa, Cape Town. Hii tuzo ilikuwa inatambua mfanyabiashara mdogo
mwenye kiwanda kidogo, lakini mwenye uwezo wa kuwafikia wakulima wa chini kuliko mfanyabiashara yoyote katika bara la Afrika. Sisi tulipata tuzo hii nchini South Africa ya kututambua kwamba ni watu ambao tumeshuka chini huko kuweza kuwafikia wakulima wadogo. Unaweza ukaona namna gani kampuni yetu imekuwa inakidhi vigezo vya kuwafikia wakulima wa chini, ambayo sasa ndo nia na malengo ya serikali na nchi yetu, hasa kuweza kutimiza ndoto na malengo ya Mheshimiwa Rais John Pombe Magufuli, kuweza kuinua viwanda ili kuweza kuwafikia wakulima wengi na wafanyabiashara wadogo wengi na watu wengi zaidi. Lakini pia tupende kuendelea kumshukuru Mheshimiwa Rais kwa ajili ya kuendelea kufungua mipaka na kufanya biashara sasa iwe wazi, kwa maana ya kwamba tunaweza tukaenda kuuza mchele mahali popote au nafaka zingine pasipo vikwazo wala vigezo vyovyote vinavyoleta shida. Kikubwa kumekuwa na mawasiliano mazuri kati ya watendaji wa serikali na wakulima na wafanyabiashara wadogo. Kwa hiyo yote ni namna ya kuweza kufungua milango ya kuweza kuimarisha sekta ya kilimo. Na tukiimarisha sekta ya kilimo, ninaamini ya kwamba ni nia na malengo ya kufikia uchumi wa kati ambao tumekuwa tukipigana nao kama nchi. Wakiimarika wakulima na wafanyabiashara wadogo, hasa kwenye sekta ya kilimo, kwa sababu sekta ya kilimo ndo sehemu pekee inayobeba Watanzania wengi kuliko sekta nyingine katika nchi hii. Kwa hiyo tukiimarisha hapo, basi tutakuwa tumeimarisha taifa ili kuweza kuinua pato la mkulima mmoja mmoja, lakini pia kuweza kuinua pato la taifa. Kama tutafanikiwa kupata soko la Ufaransa, maana yake tayari tutakuwa tumefanikiwa kuendelea kupata pesa za kigeni kupitia zao la mchele ambalo ni mpunga. Kwa hiyo hii itakuwa ni faida sana katika taifa na katika soko la kimataifa, lakini pia hata kuwafikia hawa wakulima ambao tumekuwa tukiwalenga sisi kama taifa na serikali kwa ujumla. Je, wewe ni mmojawapo unahitaji kiwanja kwa makazi bora na salama? Basi usiwaze tena. Suyutu Link Tanzania tumeandaa mradi mkubwa wa 3 wenye viwanja zaidi ya 500. Mradi wetu upo Vikindu, maarufu kiwanda cha plastiki, katika wilaya ya Mkuranga.